sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia katika hotuba ya bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ukizingatia kwamba hii kwangu ni wizara muhimu sana kwa sababu mimi ni mwanahabari. Niko hapa lakini nimetokana na tasnia ya habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba kwanza nianze kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, na kama mwanahabari nimshukuru sana kwa sababu wote tutakumbuka wakati anaingia madarakani Mheshimiwa Rais alionyesha dhahiri shahiri kwamba yeye ni muumini wa uhuru wa vyombo vya habari. Alipoingia tu madarakani aliruhusu baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vimefungiwa viweze kuruhusiwa ama kuachiwa ili viendelee kufanya kazi. Ukitazama hii ilikuwa ni hatua kubwa sana hususan kwetu wanahabari na wadau wa habari. Lakini hatua hii Mheshimiwa Rais, wote mtakumbuka, na msipokumbuka naomba niwakumbushe kwamba ilisababisha kutupigisha hatua kutoka wakati anaingia madarakani Mheshimiwa Rais tulikuwa nafasi ya 143 katika nchi ambazo zinazingatia uhuru wa vyombo vya habari mpaka kufikia nafasi ya 95 mwaka 2024-25, na tulilinganishwa na nchi takriban 180. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana hususan kwetu sisi wanahabari na wadau wa tasnia ya habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nichukue nafasi hii kuwapongeza kwanza Waziri Mheshimiwa Paul Makonda. Wote tunafahamu kwamba uwezo wake ni mkubwa, amefanya kazi katika nafasi mbalimbali kwa umahiri mkubwa, na ndugu yangu Zainab wifi yangu pale ameeleza kwamba Mheshimiwa Makonda akiwa na jambo lake akitaka liwe atalipambania mpaka kuhakikisha kwamba linakuwa. Kwa hiyo sisi wanahabari tuna imani kubwa na yeye, tunamwamini na tunamtegemea kwamba atatutoa sehemu tulipo kwenda sehemu kubwa zaidi. Lakini nikimzungumzia Mheshimiwa Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, wote tunafahamu amefanya kazi kubwa kuanzia awamu iliyopita. Kitendo cha Mheshimiwa Rais kuendelea kumwamini kuwa katika wizara hii maana yake ni kwamba kuna kazi kubwa ambayo ameifanya kiasi Mheshimiwa Rais amemwamini na anaamini kwamba ataendelea kufanya kazi nzuri akishirikiana na kijana mwenzake Mheshimiwa Paul Makonda. Lakini katibu mkuu wa wizara hii ambaye ndiye msemaji mkuu wa serikali, tunaiona kazi yake, tunajua anafanya kazi kubwa, na niseme kwamba sisi wanahabari tunatambua mchango wake na tunaona thamani ambayo anatupatia sisi wanahabari kwa kupewa kazi na kuitenda kwa zaidi inawezekana ya matumaini yetu sisi ambao tunamtazama. Tunampongeza, lakini nipongeze watendaji wote ambao wanafanya kazi kumsaidia Mheshimiwa Waziri kwenye wizara hii pamoja na viongozi wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nijikite kuzungumzia kwenye sekta ya habari. Sekta ya habari, moja kati ya changamoto ambazo tunakabiliana nazo ni hali ya kiuchumi. Na uzuri ni kwamba serikali inalitambua hili kwamba vyombo vya habari vinapitia hali mbaya ya kiuchumi. Na kwa bahati mbaya sana, sekta ya habari ndiyo sekta ambayo inatoa huduma alafu baadaye ndipo inakuja kulipwa. Tofauti na huduma zingine, utaenda dukani, utapewa huduma, utalipia, utaondoka. Lakini sekta hii unatakiwa utoe huduma alafu usubiri baada ya miezi 2 mitatu uende kufuatilia madeni. Na madeni hayo yamekuwa yakichukua mpaka miaka 2, miaka 3 mpaka 5 vyombo vya habari vinaendelea kustruggle vilipwi. Lakini kwa bahati mbaya sana, pamoja na wao kutolipwa huduma ambayo wameitoa, wanapaswa kuendelea kulipa mishahara, wanapaswa kuendelea kulipa kodi, wanapaswa kuendelea kulipia minara na huduma nyinginezo. Na hakuna huruma ambayo wanapewa kwamba tunajua hamjalipwa, muendelee na huduma yenu bila kulipia kodi au kulipa mishahara. Na hakuna mfanyakazi ambaye ataelewa kwamba taasisi yangu haijalipwa
kwa hiyo niendelee kufanya kazi bila kulipwa. Hili Mheshimiwa Mwenyekiti, ni tatizo kubwa sana ambalo linasababisha kuendelea kuzorotesha tasnia hii ya habari na kusababisha weledi kwenye vyombo vya habari kuendelea kuporomoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakumbuka katika awamu iliyopita wakati Mheshimiwa Nape Moses Nnauye akiwa waziri wa habari aliunda kamati ambayo iliongozwa na mzee wangu ambaye namheshimu sana, Mzee Tido Mhando, ambaye ni nguli kwenye tasnia ya habari. Kamati ile iliundwa kwa ajili ya kwenda kufuatilia masuala mbalimbali kwenye vyombo vya habari, ikiwemo uchumi kwenye vyombo vya habari. Na kamati ile ilileta ripoti ambayo nakumbuka tarehe 18 Juni mwaka 2024 alikabidhiwa Mheshimiwa Rais. Moja kati ya maazimio ilikuwa moja ya changamoto ilikuwa ni madeni ambayo vyombo vya habari vinadai serikali pamoja na taasisi binafsi. Na Mheshimiwa Rais aliagiza pesa hizi zilipwe mpaka itakapofika Disemba 24 mwaka 2024. Kwa masikitiko makubwa, bado vipo vyombo vya habari ambavyo havijalipwa, zipo taasisi ambazo mpaka leo bado hazijalipa madeni hayo. Lakini kwa kuongezea, Mheshimiwa Mwenyekiti, jukwaa la wahariri lilikusanya invoice na risiti kwa sababu serikali ilitaka uthibitisho wa kuonyesha kwamba vyombo hivi vya habari vinadai. Na zile risiti na invoice zilikabidhiwa kwa serikali, lakini mpaka sasa bado pesa hazijalipwa. Nimuombe Mheshimiwa Waziri, natambua kwamba anao uwezo wa kulisimamia hili, aende akasimamie, ahakikishe pesa zinalipwa. Na katika hili nimshukuru na kumpongeza sana Profesa Shemdoe kwa sababu serikali ni moja ya watu ya sekta ambazo zinadaiwa, sekta za serikali. Na wakati ule Profesa Shemdoe akiwa katibu mkuu TAMISEMI alilifuatilia kwa umahiri sana jambo hili. Taarifa. Mheshimiwa Bulaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpe taarifa mwandishi mwenzangu, mdogo wangu, kwa mchango wake mzuri. Kuchelewa kulipwa kwa vyombo vya habari kuna athiri kuchelewa kulipwa kwa mishahara ya waandishi wa habari, na vile vile inachelewesha pia michango ya makato ambayo inaenda kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii, ambayo mwisho wake inawagharimu sana waandishi wa habari wanapomaliza muda wao kupata stahiki zao za mafao. Nilikuwa namuongezea mwandishi mwenzangu, mdogo wangu, kwa mchango wake mzuri. Mheshimiwa Kijakazi Mohamed, unapokea taarifa hiyo? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea na nitumie nafasi hii kumshukuru sana dada yangu Mheshimiwa Esther Bulaya. Amekuwa mpiganaji mkubwa wa kupigania sekta ya habari. Lakini nilikuwa naelekea huko. Athari kama alivyosema dada yangu Mheshimiwa, za vyombo vya habari kutolipwa zinaenda kuathiri moja kwa moja waandishi wa habari, ambao leo hii unakutana na mwandishi wa habari ana hali ngumu kutokana na kutolipwa mishahara, hali iliyotokana na vyombo vya habari kutolipwa pesa zao za matangazo kwa wakati. Kwa hiyo kwa sababu ya muda nilikuwa na mengi hapo ya kuendelea, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuheshimu muda, nimuombe Mheshimiwa Waziri aende akalisimamie hili. Tuna imani naye, tunajua anaweza, tunajua ana uwezo wa kulibeba hili. Waandishi wa habari waende wakapate maslahi yao ili weledi kwenye Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.